Mheshimiwa Clayton Revocatus Chipando. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, na kushukuru kwa kunipa nafasi na mimi niweze kutoa mchango wangu kwenye bajeti ya wizara hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nianze kwanza kwa kumpongeza Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuwa mwanamichezo namba moja na kwa kuwa katika awamu hii ya 6 kwa kweli tumeona mafanikio makubwa sana katika sekta zote za michezo. Lakini kipekee nimpongeze sana waziri mwenye dhamana ya michezo, ndugu yangu Paulo Christian Makonda, kwa kazi kubwa na nzuri sana ambayo anaifanya yeye pamoja na naibu waziri ndugu yangu Hamisi Mwinjuma. Mheshimiwa Mwenyekiti, ndugu yetu Makonda kwa kweli amefanya kazi kubwa. Hata utambulisho wa leo wa wageni walioingia ndani ya bunge unaweza ukatoa ni ushuhuda kwamba angalau kwa kiasi kikubwa amekusanya sekta zote zinazohusika katika michezo, kwa maana kwamba anatambua. Na mimi ninavyomfahamu ni mtu wa mambo magumu ambayo wengine wanashindwa, yeye huwa anayamudu. Kwa hiyo naamini kuwepo kwake katika wizara hii ni jambo ambalo Mheshimiwa Rais amemuona kwa jicho la kipekee, na tunaamini wizara hii inahitaji sana ushirikishwaji wa sekta binafsi. Na leo pia umewatambua wadau kadhaa wa sekta binafsi ambao wako ndani ya jengo hili. Ni kuombe uendelee kutoa ushirikiano. Hata hizi arena anazozungumza Mheshimiwa Babu Tale, naamini kwamba sekta binafsi ikishirikishwa inavyopasa wanaweza wakajenga. Lakini sambamba na hilo kuna wenzetu wa sanaa, hasa hizi za uchongaji wa vinyago, ususi na kadhalika. Natamani na wenyewe mwakani tuwaone wakiwa humu ndani, na hata wale wasukuma wanaocheza michezo ile ya kuchezea chatu, sio vibaya na wenyewe pia mkawakumbuka. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nielekee sasa kwenye mashindano ya AFCON kwa mwaka wa 2027. Natambua jitihada kubwa za serikali katika maandalizi haya ya michezo ya AFCON mwakani, lakini pamoja na maelezo ya Mheshimiwa Waziri wakati anasoma hotuba yake, bado nataka kuiona serikali ikiwa pamoja katika jambo hili. Jambo hili sio la Wizara ya Michezo pekee. Jambo hili linaihusu serikali yote kwa ujumla wake. Natambua Mheshimiwa Waziri Mkuu ofisi yake ndio inayoratibu, lakini ningetamani kuona kwenye kila wizara tutakayopitisha bajeti yake hapa, angalau kwa kiwango fulani tuone component inayotaja AFCON. Haitapendeza huko mbele ya safari wizara zikianza kuambiwa ziwajibike pale, watasema hawana kifungu. Kwa hiyo nimuombe sana Mheshimiwa Waziri wa Nchi, ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge na Uratibu, ili jambo libebwe na serikali kwa umoja wake, kwa ujumla wake. Hapa kuna sekta ya utalii itahusika kwa kiwango kikubwa. Wizara ya Mambo ya Ndani, hawa ndio wanaotoa vibali vya watu wa uhamiaji. Tusingependa kuona wageni wanakuja kwenye nchi yetu wanaanza kuambiwa waje kwa refund visa miezi 2-3 kabla. Hiyo haiwezekani. Hapa tunatengeneza utalii, lakini tunatengeneza jambo lenye heshima kwa nchi. Kwa hiyo na watu wa uhamiaji waandaliwe kisaikolojia. Wizara ya Maji, ndugu yangu Aweso yuko hapa. Tusingetamani kuona wakati ule kuna kiangazi mnaanza kutupa hadithi, na maji na yenyewe yapatikane wakati wote wa michezo hii. TAMISEMI, uchukuzi, nishati, wote hawa ni wadau muhimu katika eneo hili. Kwa hiyo tuwaombe serikali tushikane kwa pamoja, tuhakikishe kwamba michezo hii inafanikiwa. Lakini kuombe Mheshimiwa Waziri, sisi hapa Tanzania tumeshaandaa mashindano ya African Football League ambayo mwaka 2023 yalizinduliwa hapa katika uwanja wa Benjamin Mkapa, Dar es Salaam. Simba akicheza dhidi ya klabu ya Al Ahly. Lakini mwaka 2024 tukaandaa tena mashindano ya CHAN ambayo sisi wote tulikuwa ni ufunguzi umefanyika katika nchi yetu. Ni kuombe kwa ushawishi wako, kwa mikakati yako, hakikisha kwamba Mungu anapojalia AFCON finali ichezwe katika nchi yetu ya Tanzania. Hapa tutahakikisha kwamba tunapata wageni mashuhuri, wachezaji wakubwa, wote watakuja ile siku ya finali, lakini pia itakuwa motivation kwa timu yetu ya taifa kuhakikisha kwamba katika hatua za awali inapambana hadi kufika katika ngazi hiyo ya finali. Mheshimiwa Mwenyekiti,
Eneo lingine ni kuhusu utamaduni. Nimekusikia Mheshimiwa Waziri jana ukiwa na watu watengeneza maudhui, umezungumza vizuri sana namna ya kulinda utamaduni wetu. Lakini kupitia mfuko ule wa utamaduni ni vizuri pia ukaziwezesha na media zetu kama Azam, TBC, Channel 10 na zenyewe pia ziweze kununua maudhui ya hawa wasanii ambao wanayatengeneza. Tumeona watengeneza filamu tumewawekea kwenye mfuko wa filamu, wanaweza wakapata fedha kwa ajili ya kukopeshwa kutengeneza maudhui. Wakisha tengeneza haya maudhui wanamuuzia nani? Sasa hivi soko limejifunga, mnunuzi ni mmoja peke yake. Kwa hiyo ni busara pia tuwezeshe hivi vyombo vingine vya habari viweze kushindana katika kununua maudhui ili watu hawa waweze kupata pesa ya kutosha. Mheshimiwa Mwenyekiti, jana kulikuwa na mechi ya ligi kuu ya soka Tanzania bara. Na kwa kweli tunafarijika kuona kwamba sasa marefari kutoka nje wanatenda haki na mchezo unaonekana. Yale mambo ya mbeleko hayapo. Jana limefungwa goli bora kabisa ambalo kama sio Azam TV kuwepo hewani, sijui kama miaka ijayo tungewezaje kushuhudia goli la kisasa namna ile. Kwa hiyo niombe Mheshimiwa Shangazi, kuna taarifa kutoka kwa Mheshimiwa Joseph Msukuma. Nampongeza sana mzungumzaji, anazungumza vizuri, lakini nilitaka kumwambia kwa faida ya wengi aende akaangalie kwenye televisheni leo mchana akiwa amepumzika vizuri. Lile goli analolisema bora ni clear offside. Asante. Mheshimiwa Shangazi, unaipokea taarifa hiyo? Mheshimiwa Mwenyekiti, taarifa hiyo naipokea na ndio maana ninawapongeza Azam TV kwa sababu lile goli lingefungwa bila kuwepo kwa TV, hata Msukuma sijui siku za mbeleni angekuja nini kuwahadisia wananchi wake. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, niombe sana, tumekuwa na utamaduni wa kutoa uraia kwa watu ambao hawana sifa. Lakini huyu aliyefunga goli jana, kwanza anajua kuongea Kiswahili vizuri. Ameshaisaidia Simba kwenda robo finali mara 2 kupitia miguu yake. Hawa ndio aina ya watu ambao wanapaswa kupewa uraia wa heshima katika taifa letu. Sio tunawapa uraia watu ambao kiingia dakika 5 wamecheza faulu anatolewa nje. Taarifa Mwenyekiti. Asante Mwenyekiti, naunga mkono hoja. Taarifa Mwenyekiti. Mheshimiwa, taarifa. Mheshimiwa Shangazi, muda wako umeisha. Nakushukuru kwa mchango wako. Nilimtaja Mheshimiwa Clayton Revocatus Chipando, ajiandae Mheshimiwa Festo Richard Sanga. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru kwa kunipa nafasi na mimi niweze kuchangia katika